Hebu sasa tupige darubini katika magatuzi ambapo taharuki imetanda katika eneo la Mlolongo Phase 5 katika kaunti ya Machakos, huku wakazi wakimshtumu mstawishaji mmoja wa binafsi kwa kupanga njama ya kunyakua barabara ya umma. Wakazi waliojawa na hasira walishtumu utawala wa eneo hilo kwa kutochukua hatua dhidi ya swala hilo. Yanafuatia maelezo zaidi katika taarifa zetu za magatuzini. Kulingana na wakazi, mstawishaji huyu amevamia barabara ya umma huku akilindwa na asasi za kiusalama, na kwa hivyo wanahimiza serikali ya kitaifa kuingilia kati. Stranger anakuja kwa shamba yetu, anakuja kufunga barabara ile ambayo inatusahau sisi na familia zetu. Wengine tuko pale, hata tuko na mpaka wajukuu, tuna watoto hata wajukuu. Wataenda wapi? Watafungiwa jela, waende wapi? Wakati huo vijana katika eneo la Kipini, Tana River wanasifiwa kwa kukumbatia fursa za uchumi wa rasilimali za baharini. Wengi ambao walikuwa idle wameweza kujihusisha na biashara za samaki kwa sababu wameona ya kwamba hii sekta iko na a lot of opportunities na potential na inaweza kuwaletea fedha na wanaweza kujikimu kimaisha. Na kamishna wa eneo la Kaskazini Mashariki John Otieno anasema mpango wa nyumba za bei nafuu katika kaunti ya Wajir utakamilika katika muda wa miezi 5 ijayo. We have conducted that training and the officers are now well equipped and are ready to go out there and inform the public and respond to different questions that are normally asked by the members of the public on the delivery of projects by the national government. Kwengineko, magavana kutoka kaunti 12 wameshirikiana na shirika lisilo la kiserikali ili kuunda mpango mpya wa ufadhili wa kifedha, huku usaidizi wa wafadhili wa kigeni ukipungua. We have agreed on 3 things. The first one is political commitments from the senior leadership at county level, which is the governors, and you have heard them pronounce their commitments to mobilize resources, but also to build resilience that will sustain these programs. The second one is the policy environment, which is something that we are progressively supporting counties to do. Na waendeshaji bodaboda huko Nanyuki wameshauriana na mashirika ya serikali kuhusu sheria mpya za trafiki ili kurahisisha shughuli zao. Tumeweka mikakati ya kutosha tuweze kujua usalama wa mwanabodaboda huko na usalama wa wale ambao wanawabeba wako huko. Na hatimaye wadau katika sekta ya elimu wanasema kuwafunza walimu katika maeneo yaliyotengwa kimaendeleo ni muhimu katika kuunda nafasi salama kwa wasomi wa kike. Hii inafuatia utafiti unaojumuisha kuimarisha uwezo na usawa wa kijinsia shuleni. From the evidence, it is clear that supporting teachers is very instrumental in ensuring that we build a safe space for girls and also safe schools for our children. Nailongeso, Darubini.